Karibu mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili. Kama ilivyo kawaida yetu kila siku kukuletea habari mbalimbali za kufurahisha na kusikitisha, na leo tena tumekuletea hii ambayo itakugusa kwa namna moja au nyingine. Mwanzoni unaweza ukatokwa na machozi kutokana na mateso anayopitia mzee huyu, lakini mwisho wa hadithi hii unaweza ukatabasamu. Hivyo ninakusihi uwe na mimi mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujua ni kipi watu waliweza kukifanya kwa mwanaume huyu. Siku zote maisha sio rahisi hata kidogo kwenye dunia hii, na pia tuko hapa tukiendelea kupigana nayo. Mwanaume huyu anapitia mateso makubwa sana kwenye maisha yake kwa sababu yeye ni mama na ni baba wa watoto hawa. Huwezi amini, tangu watoto hawa wazaliwe hawajawahi kupata nafasi ya kutosha kukaa na mama yao. Hana mtu wa kumsaidia hapa kwa sababu ni lazima afanye kila kitu peke yake, kwani watoto wake wengi ni wadogo, na pia mapacha hawa watatu wanahitaji huduma na umakini wa kipekee sana. Na nyumba hii anayokaa imekuwa ni mbovu mno, na amekuwa akiishi kwa wasiwasi akidhani kwamba siku moja inaweza ikaanguka na ikasababisha madhara makubwa sana kwa familia yake. Je, ni mambo gani aliyomkuta? Wanaishi vipi hapa? Vipi kuhusu maisha yao? Na nani anawasaidia? Hali ya hewa ya leo sio rafiki kwa sababu mvua inanyesha sana. Tumeweza kufunga safari ndefu kwa sababu hakuna kitu kitakachoweza kutuzuia kuweza kufika kwa watu wetu. Lakini katika safari yetu, pikipiki yetu iliisha mafuta. Acha kushukuru Mungu ni kwamba tulipata suluhisho na kisha tukaendelea na safari yetu mpaka kufikia nyumbani kwa George. Okay, kwa majina yangu naitwa George Kuria Jumu. George ndiye baba wa watoto hawa wote unaoona hapa. Hapo mwanzoni alikuwa akiishi maisha ya kawaida na mke wake akiwa na watoto wawili, na akaja kuzaa watoto wengine hawa watatu miezi 4 iliyopita. Anasema mama yao alijifungua kwa njia ya upasuaji, na ndivyo mapacha hawa walivyozaliwa. Anashukuru kwamba walizaliwa wote wakiwa wazima bila tatizo lolote la kiafya, lakini mama aliyejifungua alikumbwa na tatizo la mgongo ambalo tangu siku hiyo hajarejea tena nyumbani kwa kuwa hawezi kufanya lolote isipokuwa kulia tu. Mama huyo alibaki hospitalini ambapo madaktari wanamsaidia kumpa huduma ili aweze kurudi kwenye hali yake ya kawaida, lakini inaonekana itachukua muda mrefu sana. Sasa baba ndiye anayeonekana kutimiza majukumu yote ya baba na mama. Hii inamaanisha kuwa ni lazima afanye kila kitu, iwe ni kuwahudumia, kuwalisha na kila mtoto kumpa muda wake, jambo ambalo ni vigumu kwa sababu hawezi kuacha peke yao na kwenda mbali. Hata anapokwenda nje kwa ajili ya shughuli zake maeneo jirani na hapa, anasema anawasikia watoto wake wakilia, na mtoto ambaye huenda angekuwa anamsaidia baba pia ni mdogo sana. Hivyo endapo kama baba atachelewa kurudi, na yeye pia anaweza kujiunga kuendelea kulia na wenzake. Kitu anachoweza kufanya ni kutoka nje akilia kwa sauti, akiita baba aje haraka kuwahudumia wadogo zake. Ni kazi ngumu kwake kuwahudumia watoto hawa peke yake, na kwa wakati mmoja kugharamia matibabu ya mkewe aliyepo hospitalini. Anasema maneno pekee hayawezi kuelezea kile anachopitia, na siku zote amekuwa akijiuliza maswali kuhusu maisha ya hawa watoto wadogo ambao yuko nao, kwa kuwa bado ni wadogo sana, na kuishi katika nyumba hii ambayo imechakaa. Tena katika hali kama hii anahofia kwamba upepo unaweza ukapiga au mvua kubwa ikasababisha maafa, na hata ikiwa ni majira ya usiku, yeye mwenyewe kupumzika pia inakuwa ni changamoto kwa sababu nyumba hii ina mashimo mengi sana. Alijaribu kuziba baadhi ya mashimo, lakini kuna mambo mengi au matengenezo mengi ambayo yanatakiwa yafanyike kwenye nyumba hii. Nyumba hii sio ya kwao, jambo linalofanya hali kuwa mbaya zaidi. Na pia anashukuru kwamba mmiliki alikubali kuwapangishia kwa muda mfupi ili waweze kuishi, na kutokana na nyumba hii haina kila kitu kinachohitajika kuwa nyumba ya kweli, wakati wowote mmiliki anaweza kuja na kuwaondoa. Na kama angeweza kupata pesa, angejenga nyumba yake nzuri, lakini kwa kuwa hafanyi kazi, hana mahali pa kupata pesa hizo, na hata akifanya kazi ingechukua miaka mingi ili kupata pesa zitakazoweza kujenga nyumba, hataweza kumudu gharama hizo. Anapitia mengi kiasi kwamba wakati mwingine anajiuliza kwa nini Mungu amemruhusu kuteseka kiasi hicho. Na mbaya zaidi ni kwamba marafiki pamoja na familia wamemtelekeza. Alikuwa na watu wengi waliokuwa wakijifanya kuwa marafiki zake kabla ya maisha yake kuwa magumu kama hivi, lakini alipohitaji msaada wao zaidi, hakukuwa na mtu yoyote mwenye roho ya kutaka kumsaidia. Na hapo ndipo alipojua kuwa si kila mtu anayesema kwamba ni rafiki anaweza kuwa rafiki wa kweli, kwa sababu rafiki wa kweli ni lazima atasimama na wewe katika magumu.
Kwa sasa ana majukumu ya kushughulikia kila siku, na hiyo inamaanisha kwamba ni lazima amke asubuhi na mapema, awaogeshe watoto wake, awavalishe, kisha awape uji na kuanza kufua nguo zao. Na kiukweli hii ni mojawapo ya kazi ngumu zaidi anazokumbana nazo, yaani kufanya usafi wa kila kitu kinachotumika na watoto hawa watatu kila siku. Kiukweli ni kazi ngumu. Kwa kuwa hana kazi nyingine, wanategemea kupata mavuno shambani. Hivyo ni lazima amwache mkubwa wa watoto wake hapa nyumbani kwa akiwaangalia wadogo zake, kisha aende shambani kuvuna. Anashukuru Mungu kwamba bado ana shamba kama hili ambapo anapata viazi kama hivi, kisha anavipaki vizuri na kurudi nyumbani. Anasema kama asingepata muda wa kulima msimu uliopita, hajui hata wangeweza vipi kuishi, lakini anamshukuru Mungu alilima kwa wakati. Lakini pia anasema kuwa hii haitoshi kwa kuwa ni mavuno ya mwisho, hawajui hapo mbeleni itakuwaje. Baba huyu anakubali kuwa kulea watoto hawa wadogo kumekuwa ni vigumu sana kwake. Ni wadogo sana hata kula, wanapaswa kutegemea maziwa, na mbaya zaidi mama yao hayupo. Lakini maziwa pia ni ghali kiasi kwamba baba hawezi kumudu lita 3 au zaidi za maziwa kila siku, na ameamua kuwapa uji ingawa bado hawajafikia umri wa kuanza kunywa uji. Ndo hivyo atafanyaje? Hana njia nyingine. Lakini mara ya kwanza alipoanza kuwapa uji ilikuwa ni majira ya usiku. Watoto hawa waliharisha sana na walilia usiku kucha mpaka akashindwa kupata usingizi. Baadaye aliwapeleka hospitalini na madaktari waligundua kwamba aliwapa uji, na pia walimuonya asiendelee kufanya hivyo. Lakini baba anasema hana njia nyingine ya kuwafanya watoto wake waweze kushiba. Anasema kuwa maziwa ni ghali sana na watoto hawa watatu wanahitaji sana maziwa, lakini yeye hafanyi kazi na anapoteza siku zake zote kukaa hapa nyumbani bila kufanya kazi yoyote, kwani hana njia zaidi ya kuwaacha watoto hawa nyumbani wakiwa na mkubwa wao na yeye kwenda kutafuta fursa nyingine za kuweza kupata kazi. Anasema kuwa kama sio msaada kutoka kwa wasamaria wema, basi itakuwa ni vigumu sana kuishi siku zijazo. Baada ya miezi michache ya kuwa peke yake, amejifunza kila kitu na shughuli zote za nyumbani kama kupika aina mbalimbali za vyakula na mambo mengine. Anacheka akisema kwamba hakuwa anajua jinsi ya kupika, lakini sasa ni kama vile ameshakuwa mzoefu. Na pia anapaswa kupika kwa wakati ili watoto hawa wadogo na mkubwa wao ambaye ni mwanafunzi waweze kupata chakula kwa wakati. Baba huyo anaongezea kuwa kwa kuwa wanakaribia msimu wa mvua, maisha yanaendelea kuwa magumu zaidi. Hii ndiyo sababu watoto hawa wadogo wanakuwa wagonjwa mara kwa mara kutokana na baridi kali ya maeneo ya hapa. Yeye ni mkulima na hiyo ndiyo shughuli aliyokuwa akifanya miaka yote. Analima kisha anategemea mavuno na kuuza bidhaa zake kwenye masoko. Mbali na hiyo pia ni mfugaji. Kulea watoto hawa watatu ni kazi ngumu hata kwa watu wasio masikini kama hawa, lakini inakuwa ni ngumu zaidi kwa hawa wanaoishi kwenye hali ya umaskini uliokithiri. Kupata mahitaji yao ya msingi inakuwa ni kipengele kikubwa sana kwa baba huyu, na kutokana na changamoto anazopitia tuliweza kumfikia na aliweza kuomba msaada kwa watu ili waweze kumsaidia kuweza kutatua changamoto zake alizokuwapo nazo, na hivyo tuliamua kufungua kampeni kwa ajili ya kumchangia, na watu waliweza kuguswa na mateso anayopitia na wakaweza kufanya jambo. Mpenzi mtazamaji, baada ya kukutana naye kwa mara ya kwanza, tuliweza kuondoka na kuanzisha kampeni kama nilivyosema kwa ajili ya kumsaidia baba huyu. Na unataka kujua ni kipi kilijiri? Na hivi ndivyo ilivyokuwa. Siku zote tumekuwa tukijua kwamba watoto ni baraka kwa kila mzazi, lakini unapokosa njia ya kuwatunza, unaweza ukahisi ni mzigo badala ya furaha. Mara ya kwanza tulipomtembelea George Kuria Jumu, alikuwa akiteseka kuwatunza watoto wake, hasa baada ya mkewe kuugua matatizo ya mgongo yaliyosababisha akae hospitali muda wote. Na ndipo tulipoanzisha kampeni kwa ajili ya kumsaidia mzee huyu, na tunashukuru Mungu kwamba watu wetu waliweza kuguswa na kisa hiki na kumsaidia kuboresha maisha yake. Leo tumemtembelea tena ili kuona maendeleo aliyoyapata katika miezi michache tangu tulipokutana naye. Na tulichukua fursa hii kumpelekea msaada uliotolewa na jamii ya watu wa Afrimax.
Ni pesa hizi. Ni pesa mingi. Ni pesa mingi. Asante sana Afrimax. Asante sana Afrimax language. Asante sana Afrimax English. Nashukuru sana. Asante sana. Nashukuru zaidi kwa Afrimax. Wamenitembelea leo na nimepata baraka kubwa sana zaidi, sababu nitaweza kununulia watoto manguo, viatu. Huko kuna baridi, kuna nyesa zaidi. Baridi ndio hiyo. Uji nitanunulia watoto uji wapate mchoto kwa mwili. Nashukuru kwa Mungu zaidi. Miezi michache iliyopita, George Kuria Jumu alikuwa mmoja wa wanaume waliokuwa wakiteseka zaidi duniani. Aliweza kupata bahati ya kipekee ya kupata watoto mapacha watatu, lakini baraka hii ilikuwa ni mzigo kwake, kwani alikosa njia ya kuwahudumia watoto wake watano kwa pamoja. Alikuwa akilea watoto wake peke yake, ambapo mtoto wake mkubwa alikuwa na miaka 7 wakati huo, na pia alikuwa akipaswa kuwapatia chakula kwa wakati. Kila ilipofika asubuhi, alilazimika kuamka mapema na kufua nguo za watoto, kisha aliwatayarishia chakula na kuanza kuwalisha. Na anapokuwa mbali na nyumbani, mtoto wake wa miaka 5 ndiye aliyekuwa akiwashughulikia wadogo zake hawa watatu pamoja na mdogo wake wa kike, na alikuwa akimuita baba yake mara kwa mara watoto wanapoanza kulia. Daddy, watoto wanalia. Baba, watoto wanalia, kuja wapea uji. Baba, watoto wanalia. Mapacha hawa watatu pia hawakuwa na mtu wa kuwanyonyesha, hivyo George alijikuta akiwapa chakula kigumu kabla ya wakati wao wa kuanza kula vyakula hivyo. Yote haya ni kutokana na kushindwa kumudu kununua maziwa wanayopaswa kunywa. Kiukweli alikuwa akipitia hali ngumu mno wakati huo, na pia alikuwa akiishi katika nyumba ambayo imejaa mashimo kila mahali, na nyumba hiyo iliweza kuhatarisha maisha yake kwa sababu ingeweza kuanguka muda wowote ule. Lakini leo maisha yake yamebadilika, kwani watu waliweza kumsaidia kulea watoto wake baada ya kuposti video yake ya mara ya kwanza na kuonyesha maisha aliyokuwa akiishi. Ameweza kupata nyumba nzuri ya kuishi na anashukuru kwa wale wote walioweza kumsaidia. Na nashukuru sana kwa Afrimax kwa sababu wakati walipokuja, nataka kuwashukuru watu wote walioweza kunisaidia. Timu ya Afrimax imekuwa baraka kubwa sana kwangu. Baada ya kunitembelea na kunishuti video na kuweza kuirusha mtandaoni, watu wengi waliweza kufika kwangu na kunisaidia. Baadhi ya watu walikuja na kunipatia nyumba ambayo ndio ninayoishi mpaka hii sasa. Hii ni nyumba yetu na tunashukuru sana kuwa nayo. Ni nyumba kubwa sana inayoweza kutosheleza watoto wangu wote hawa. Yaani tumeweza kupatiwa nyumba ambayo wengi wetu tumekuwa tukitamani kumiliki. Na pia nyumba hii ni nzuri sana, hata hivyo inatufaa kwa ajili ya usalama wa watoto wangu. Nyumba hii ni nzuri sana kwa sababu inaponyesha mvua haiwezi kuingia ndani kama ile ya mwanzo. Hivyo inapelekea usalama kwa watoto wangu hao wadogo kuepuka na baridi inayoweza kuwaathiri vibaya. Nyumba yangu ya zamani ya nyasi ilikuwa na mashimo mengi na kila wakati mvua ilipokuwa inanyesha ilikuwa ikiingia ndani. Yaani nilizuia maji mpaka nikaacha, huku watoto wangu wakiteseka kwa baridi kali na pia kuroana. Sababu saa hii wameendelea vizuri, ambapo tumepoteza mtoto mmoja hao kati ya triplets. Leo tumeweza kuwakuta, lakini habari mbaya zaidi ni kwamba mmoja wa mapacha ambao walikuwa nao mzee huyu amefariki dunia na wamebakia mapacha wawili tu. George anahuzunika sana kutokana na kifo cha mtoto wake mmoja, lakini amekuwa akimshukuru Mungu kwa sababu ya watoto wake ambao yuko nao mpaka hii leo. Kutoka Afrimax nimepata usaidizi kubwa
na ninashukuru Mungu na ninashukuru Afrimax Language sababu wametusaidia na tukapata kulea hawa watoto, tukapata mambo mingi, tukapata mafreds, tukapata nyumba, tukapata pikipiki. Tunasema ni asante sana kwa Mungu na Afrimax. Mungu waibariki na ifanye mema na watende vizuri. Mara ya mwisho tulipomtembelea mwanaume huyu, alikumbuka jinsi mke wake alipokuwa akipitia changamoto baada tu ya kujifungua. Mpaka leo hayupo nyumbani, lakini anaamini kwamba siku chache mbeleni atakuwa amepona kabisa. George ni bodaboda na anashukuru Mungu kwamba kwa sasa anaweza kuwapatia watoto wake chakula na kuishi vizuri. Na huwezi amini pikipiki hii alipewa na mmoja wa watu walioweza kumshuhudia kupitia chaneli yetu ya Afrimax. George. Nilipacha kwa ile nyumba ilikuwa na mashimo. Ni kweli. God is good. Ambia watu hapa waambie how God vile Mungu ametenda. Mungu amenitendea mema, tukapata nyumba kama hii kubwa, nyumba imejengwa, nyumba smart sana. Na ni ya 5 bedrooms. Iko na room 5, niko na watoto 5. Kila mtoto ako na room yake. Nashukuru Mungu kwa hiyo sana sababu tumepitia Afrimax, tumepata usaidizi kutoka kwa wao, tukapata mafreds. Nyumba saa hii niko nayo ya room 5 na niko na watoto 5. Compound yake ni smart, nyumba iko sawa. Nashukuru kama ni toilet iko sawa. Sasa tunakaa kama watu wenye wako town sababu hata toilet iko sawa, ground iko sawa, tumefence na tunashukuru sana kwa mafreds wa Afrimax na venye wametusaidia. Mkewe bado hajaweza kupona kabisa, hivyo hataweza kurudi nyumbani kwa sasa, lakini laiti angerudi nyumbani angeweza kumsaidia kulea watoto wao. George anapanga kumchukua mlezi ambaye atakuwa akiwatunza watoto wake wakati yeye atakapokuwa amekwenda barabarani kutafuta pesa kwa ajili ya familia yake. Mpenzi mtazamaji wa Afrimax Swahili, kutokana na maisha yake, wewe una lipi la kusema? Weka komenti yako na ataiona. Asante kwa kutazama. Hii ni Afrimax Swahili. Usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu.